Bana, mambo yamepamba moto sasa. Pengine inaweza ikawa ni pigo kubwa kweli kweli kwa Bishop Gwajima. Kama ambavyo nafahamu kwamba Gwajima kwa sasa na trendi sana nchini Tanzania kwa kauli zake ambazo ameweza kuzizungumza. Kauli ambazo kiukweli hazijawapendeza wanachama wengi, lakini pia wafuasi wengi wa CCM, lakini kwa upande wa wafuasi wa Chadema wenyewe mambo safi. Gwajima ni kama mtu ambaye aliweza kuchokoza ugomvi wa mawe wakati nyumba zake yeye ni za vioo. Limemkuta rungu ambalo kimsingi litamyumbisha kweli kweli kutokana na hiki ambacho kimemkuta. Gwajima kimemkuta nini? Utakwenda kufahamu ndani ya video hii. Cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media. Na bila kupoteza muda, hii ni taarifa ambayo imeposti hapa Mwananchi. Umeandikwa kwamba serikali yafuta kanisa la Askofu Gwajima. Serikali imetangaza kulifuta usajili kanisa la Ufufuo na Uzima linalomilikiwa na mbunge wa Kawe Askofu Josephat Gwajima, ikiwa ni siku moja tangu kiongozi huyo wa kiroho atangaze msimamo wake wa kuendelea kukemea vitendo vya utekaji na watu kupotea. Sababu ya uamuzi huo wa msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa ni kile kilichoelezwa kanisa hilo limekiuka sheria za jumuiya ya sura ya 337 kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Jumatatu Juni 2 mwaka wa 2025 na Kihampa, kitendo kilichofanywa na Askofu Gwajima kinaweza kuhatarisha amani na utulivu wa nchi. Na nukuu sasa maneno haya: kwa mamlaka niliopewa, ofisi ya msajili wa jumuiya za kiraia inafuata usajili wa Glory of Christ Church, kanisa la Ufunuo na Uzima, kuanzia leo Juni 2 mwaka 2025. Hivyo unatakiwa kusitisha shughuli za kanisa lako mara moja, amesema Kihampa kwenye barua hiyo ambayo nakala imetumwa kwa mkuu wa jeshi la polisi IGP Camillus Wambura. Mwisho wa kunukuu. Kwa maana Gwajima sasa ni kama hana kazi, kanisa limefungwa. Nini kitaendelea? Maoni yako ni yapi? Andika hapa katika sehemu ya comment.